Usiku wa kuamkia tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2025 umekuwa ni usiku mkubwa sana katika upande wa muziki wa Injili, kwa sababu kumefanyika tuzo za Tanzania Gospel Music Awards, na hii ni kwa mara ya kwanza nchini Tanzania, na hapa nitakuletea orodha ya washindi wote ambao wamefanikiwa kuchukua tuzo hizi, na hii ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo pia tutakuwa tumeweka historia kwenye hivyo vipengele mbalimbali ambavyo wameshinda. Mheshimiwa Yona Sonelo ametunikiwa tuzo ya heshima na waandaaji wa tuzo za Tanzania Gospel Music Awards kama shukurani kwa kuwa mchangiaji bora wa ukuaji wa muziki wa Injili nchini Tanzania. Amigo amechukua tuzo ya mtayarishaji bora wa video kwa mwaka 2025. So tuzo hii katika kipengele cha mtayarishaji bora wa video ya muziki wa Injili mwaka 2025 imechukuliwa na Amigo Johnson. Amigo ameshawahi kufanya video tofauti katika nyimbo za Injili, na moja kati ya video yake ambayo ameshawahi kuifanya ni video ya msanii wa nyimbo za Injili Joel Lwaga, wimbo ambao unaitwa Olodumare. Yeye alihusika kutengeneza video hiyo, na video hiyo imetambulika kwa ubora wake na kutoa mwangaza mkubwa sana kwa jina lake la Amigo katika sekta ya muziki wa Injili. Herman Mchome ameshinda tuzo ya Tanzania Gospel Music Awards katika kipengele cha kiongozi bora wa wimbo wa kuabudu kwa mwaka wa 2025. Tuzo ya albamu bora ya mwaka imeenda kwa CVC, nazungumzia AAC Chang'ombe Choir kwa wimbo wa Moyo wa Ibada. Huo ni wimbo wao mkubwa sana, so amechukua tuzo hii kupitia wimbo huo. Bernard Mukasa amechukua tuzo ya mtunzi bora wa muziki wa Injili wa mwaka kutoka kwenye kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi, na wimbo uliompa tuzo mwaka huu ni Mshauri wa Ajabu. Fredrick Masanja ameshinda tuzo mbili za Tanzania Gospel Music Awards. Ameshinda kwenye kipengele cha producer bora wa muziki wa Injili, lakini pia music director bora kabisa kwenye nyimbo za Injili. Aliyetunga wimbo wa Mimina ameshinda tuzo ya mtunzi bora. Huyu anaitwa Bernard Mukasa, amechukua tuzo ya mtunzi bora wa Injili wa mwaka kutoka kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi, na wimbo ambao umempa tuzo kwa mwaka huu ni Mshauri wa Ajabu. Japhet Zabron kutoka Zabron Singers amechukua tuzo mbili. Amechukua kwenye kipengele cha video bora ya muziki wa Injili na mwimbaji bora wa kiume wa nyimbo za Injili kwa mwaka wa 2025. Japhet Zabron amekuwa akifanya vizuri kwa nyimbo tofauti kama vile Sipo Peke Yangu, lakini pia ana wimbo unaitwa Niinue akiwa ameshirikisha Japhet Kahamba. Ana wimbo mwingine unaitwa Kisa Sina ambao una miezi mitatu tangu umetoka. Ni mwimbaji ambaye ana nyimbo nyingi tofauti ambazo zinafanya vizuri ukiacha zile ambazo anazifanya na Zabron Singers. Ana wimbo ambao amemshirikisha Obi Alpha pia unafanya vizuri, unaitwa Umenikumbuka. So ameshinda tuzo hizo mbili. Mwimbaji bora chipukizi kwa mwaka 2025, tuzo imeenda kwa Obi Alpha. Obi Alpha amechukua tuzo hii ya Tanzania Gospel Music Awards kama mwimbaji chipukizi wa Injili kwa mwaka wa 2025, na tutakumbuka kwamba Obi Alpha alipokelewa vizuri kabisa katika muziki wa Injili kupitia wimbo wake wa Bora Kushukuru ambao una mwaka mmoja tangu umetoka, na mpaka sasa una views zaidi ya milioni 19. Israel Mbonyi amechukua tuzo ya wimbo bora wa Injili kimataifa. So katika tuzo hizi usiku wa kuamkia leo amechukua tuzo ya Tanzania Gospel Music Award katika kipengele cha wimbo bora wa muziki wa Injili kimataifa. Israel Mbonyi huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea nchi ya Rwanda ambaye ameshafanya vizuri kabisa na wimbo ambao unaitwa Ni Nasiri, na wimbo huu umempa umaarufu mkubwa sana kwa namna ambavyo umepokelewa na wadau wa muziki wa Injili. Neema Gospel Choir wamechukua tuzo 4 kwenye usiku wa Tanzania Gospel Music Award. Wamechukua tuzo ya kipengele cha bendi bora ya muziki wa Injili kwa mwaka 2025. Tuzo nyingine ambayo wamechukua ni ushirikiano bora wa muziki wa Injili. Neema Gospel Choir wakamshirikisha Rehema Simfukwe. Wimbo bora wa Injili wa mwaka, wimbo wao ni Kurejeshe. Tuzo ya 4 ni wimbo bora wa sifa wa Injili kwa mwaka 2025. Hawa Neema Gospel Choir wanafanya vizuri kwa nyimbo zao tofauti. Wana wimbo unaitwa Nitakaa Kwako, wana wimbo unaitwa Dadi, wana nyimbo nyingi kweli. Kwa hiyo wameibuka kwa ushindi mkubwa sana wa tuzo hizo 4. Mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania Paul Clement amechukua tuzo ya Tanzania Gospel Music Awards kwenye kipengele cha mwimbaji bora solo wa mwaka 2025. Paul Clement ni moja kati ya wasanii wa nyimbo za Injili ambao wanapendwa kweli na kazi zao zimekuwa zikifanya vizuri, kama vile amefanya Mungu, Wakati wa Mungu, Kelele za Ushindi, Amenifanyia Amani, Ebeneza, Bado Naishi, Hemani, Shukrani. Hizo ni nyimbo za Paul Clement ambazo zimefanya vizuri kweli na nyingine nyingi yuko nazo. Kwa hiyo ameshinda katika kipengele hicho cha msanii solo wa nyimbo za Injili. Hao ndo washindi wa mwaka 2025 kwenye tuzo za Tanzania Gospel Music Awards ambazo zinafanyika kwa mara ya kwanza hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo historia hiyo imeandikwa vizuri kabisa. Wewe umefurahishwa na nani kati ya hawa ambao wamechukua tuzo hizi? Unaweza kuacha komenti yako kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Sadi TZ. Hii ni Simulizi na Sauti.